Miongoni mwa kitu kinachosubiriwa kwa hamu ni matokeo ya kidato cha sita, lakini itakapofika muda sahihi, mamlaka husika watatoa matokeo hayo ya kidato cha sita. Muhimu ni subira. Sasa hapa kuna vitu nimekuandalia muhimu, ukivizingatia vitakusaidia sana wakati unasubiri matokeo na baada ya matokeo kutoka, maana kuna maisha baada ya matokeo. Twende pamoja mpaka mwisho. Namba moja ni kupunguza stress na kuwa na mtazamo chanya. Aidha ni mzazi au mwanafunzi, wote ni lazima mpunguze stress na kuwa na mtazamo chanya. Ni muhimu kipindi hichi kubaki na utulivu. Namba mbili ni kufanya utafiti wa kozi na vyuo. Naelewa kuna vijana wapo JKT, mujibu wa sheria, mamlaka husika, umakini wao wanaelewa yote hayo, lakini hata mzazi anaweza pia kufanya utafiti wa kozi na vyuo kwa ajili ya kijana wake. Kwa hiyo kijana atakapopata muda, mtakaa mtashauriana. Kwa hiyo kama upo unaweza ukafanya utafiti wa kozi na vyuo. Tumia muda huu kufanya utafiti zaidi kuhusu kozi mbalimbali pamoja na vyuo. Namba tatu ni kuandaa nyaraka muhimu. Mfano, kuhakikisha una vyeti vyako vyote. Mfano, una cheti cha kidato cha 4, naongelea cheti cha O level, lakini una cheti cha kuzaliwa, lakini kuhakikisha pia una namba ya NIDA. Namba 4 ni kujifunza ujuzi mpya. Kama kijana haukupata nafasi ya kwenda JKT kwa mujibu wa sheria, unaweza kutumia muda huu kujifunza ujuzi mpya. Hapa naongelea ujuzi matumizi ya kompyuta, lugha, ujuzi wa kidijitali kama vile graphics, pamoja na ujuzi mwingine wa ziada. Tumia muda huu, hata pale utakapoenda chuoni utakuwa tayari una ujuzi, utaweza kukusaidia mbele ya safari. Na mwisho ni jipange kifedha. Mfano, kama ni mkopo, ni vizuri mzazi au mlezi kuanza kufuatilia page official ya Instagram au ya Facebook ya HESLB, kusoma taarifa mbalimbali, kusoma miongozo mbalimbali inayohusu HESLB. Lakini kama ni kujitegemea mwenyewe, mzazi analipa ada yeye mwenyewe, ni vizuri pia akaanza kujipanga kifedha. Mfano, budget ya ada, budget ya accommodation. Kwa hiyo huu ni muda mzuri kwa mzazi au mlezi ajipange kifedha kuhusu kumsomesha kijana wake. Asante sana, nikutakie siku njema.